السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله الكريم حبيبنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه غر الميامين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة الانشقاق مكية وآياتها 25. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mbele yetu ni suratul Inshiqaq ambayo imeteremshwa Maka na aya zake ni 25. Suratul Inshiqaq katika mpangilio wa msahafu ni nambari 84, na kama kawaida ya sura ambazo zimeteremshwa Maka, mara nyingi zina munawala kuhusu kiyama, aqida, hisabu na kuzungumzia aqida kwa ujumla wake, aqidatul islamia. Sura hii imeanza kwa kutaja baadhi ya matukio ya siku ya kiyama na ikaeleza mabadiliko ambayo yatatokea katika ulimwengu pale kiyama kitakaposimama. Allah tabaraka wa taala anasema mwanzo wa sura hii, idha samaa'u inshaqqat wa adnat li rabbiha wa huqqat wa idha al-ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adnat li rabbiha wa huqqat. Kisha sura ikazungumzia kuumbwa mwanadamu na jinsi atakavyopata shida duniani fi tahsili asbabi rizqihi wa maashihi, katika kutafuta sababu za kupata riziki na maisha. Liyuqaddima liakhiratihi ma yashtahi min salihin au talih, na yale ambayo anayatafuta kuyatanguliza kwa ajili ya akhira yake, yawe ni mazuri yawe ni mabaya. Ni wazi kwamba hayo atakwenda kutana na malipo yake ya uadilifu. Ya ayuhal insan innaka kadhibun ila rabbika kadhan famulaqih fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. ثم تناولت موقف المشركين من هذا القرآن العظيم. Kisha sura hii ikagusia habari za washirikina katika kuendana na hii Qur'ani tukufu. Wa aqsamat bi annahum sayalqawna al-ahwala wal-shada'id. Sura imetoa kiapo ya kwamba washirikina watakutana na mazito kutokana na yale waliokuwa wakiyafanya dhidi ya Qur'an. Allah anasema, fala uqsim bishafaq wal layli wama wasaq wal qamari idha ittasaq la tarkabunna tabaqan an tabaq.
Mwisho sura hii ikawabeza na kuwasimanga washirikina kwa kule kutomwamini Allah tabaraka wa taala, pamoja na uwazi wa aya zake na dalili zake za ukubwa wake. Wabasharatuhum biladhabi alim fi dari jahim, sura ikawabashiria washirikina adhabu yenye kuumiza katika nyumba ya moto. Fama lahum la yu'minun wa idha quri'a alayhim alquran la yasjudun bal alladhina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adhabin alim illa alladhina amanu wa 'amilus salihat lahum ajrun ghayru mamnun. Bismillahir Rahmanir Rahim. Idha as-samaa'u inshaqqat wa adnat li rabbiha wa huqqat wa idha al-ardu muddat wa alqat ma fiha wa taqallat wa adnat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Sura hii imeanza kwa adawat shart ghairi jazim ambayo ni idha, au tunaweza tukasema sura hii imeanza na dharfu lima madha min az-zaman, wanasema dharfu lima istaqbala min az-zaman. Kuna idha na kuna idh. Watu wa lugha idh ambayo sio hii lugha yake huyu wanaita dharfu lima madha min az-zaman. Inapoingia idh inazungumzia muda uliopita. Inapokuja idha yadullu fi mustakbal min az-zaman, inajulisha wakati ujao. Idha jaa nasrullahi wal fath, inazungumzia wakati ujao, pindi itakapokuja nusura ya Allah na ushindi. Idha zulzilatil ardu zilzalaha, pindi itakapo, wasema future, pindi itakapo tikiswa ardhi, kutikiswa kwake. Idha jaaka almunafiqun, pindi watakapokuja kwako wanafiki. Ili idha dharfu limastaqbala min az-zaman, ama idh ni wakati uliopita. Allah tabaraka wa taala anasema wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka au yaqtuluka au yakhrujuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin. Wa idh yamkuru bika, kumbuka pale walipokufanyia vitimbi kwa makafiri, kipindi hicho walichokufanyia. Dharfu lima madha min az-zaman, hiyo ni idh. Kwa hiyo kuna tofauti ya idha na idh katika lugha ya Kiarabu na katika Qur'an. Idha as-samaa'u inshaqqat, pindi mbingu zitakapo pasuka. Imekuja kwa binabu lilmutawa. Tumeona kama vile ukasema kasartu zujaja fankasarat, inkasarat, ikavunjika yenyewe. Nimevunja glasi ikavunjika yenyewe, inkasarat. Ndio watu wasofu wanaita ni binau lilmutawa, ikavunjika yenyewe. Na hizo mbingu pia zitakapopewa na amri na Allah tabaraka wa taala, inshaqqat, zitapasuka zenyewe kupitia amri ya Allah. Kwa hii binau lilmutawaa, wale ambao wamepita kwenye swala, ukizungumza hivyo najua maana mutawaa anakusudia nini. Kuna tofauti kati ya nahu na swala.
na balagha na mantiki. Tumeelewana? Pamoja yote ni masomo ya lugha haya, lakini kila somo lina kazi yake katika lugha ya Kiarabu. Tuliwahi kuzungumza wakati tuisherehesha sura iliyopita, idha samaa'un fatarat. Tumeelewana? Irabu yake idha samaa'un fatarat ndio irabu hiyo ya idha samaa'un shaqqat. Nani atatudilia irabu kama mwakumbuka? Singekuwepo ni tulitia irabu. Naam, mzee Sakasaka, vipi, utajaribu itie irabu hii aya. Tafadhali. Ukuwepo siku ya darasa? Ulikuwepo? Naam, mzee kocha, taalamu wa wazee wa taalamu. Ukuwepo siku hiyo? Wazee wote wamerudisha mpira kwa kipa wazee. Vijana jamani, tuatie irabu kila siku hizi aya, alafu tuambieni wewe kuacha irabu. Hal minkum rajulun rashid? Mafi. Tulisema idha ni katika adwar mukhtasatu bijumlati fi'liya. Inapokuja idha ni lazima ifuatiwe na jumla fi'liya, ianze fi'li ifuatiwe na fi'li. Hapa tunaona imefuatiwa na nini? Na ismu. Hapa imefuatiwa na ismu, kwa kuwa hii ni adat ambayo tahtas ni maalum kwa ajili ya kitendo. Hapa imefuatiwa na jina. Kwa maana hiyo haitomaanisha kwamba ile jina lilofuata ni mubtada. Itakufundisha kwamba kipo kitendo kilichoondolewa. Idha na ni katika adawati ambazo zikifuatiwa na jina, basi ndio jina hali mubtada litakuwa ni fa'ilun bi fi'lin mahdhuf yufassiruhu ma ba'dahu. Inakuwa ni fa'ili hapo ilipo. As-sama'u ni fa'ilun marfu' li fi'lin mahdhuf yufassiruhu lima ba'dahu taqdiruhu idha shaqqat as-sama'u inshaqqat. Tulizungumza hivi, nafikiri kwa mbele tukija kutana navyo tutaviweza. As-sama'u ilipo ni fa'il ya fi'li iliyoondolewa, inafasiriwa hiyo fi'li iliyoondolewa na fi'li iliyofuata mbele yake samaa, ambao ni neno inshaqqat. Takdiri yake ni idha shaqqat as-sama'u inshaqqat, pindi mbingu zitakapopasuka. Pindi mbingu zitapopasuka. Na imeletwa hivi kwa kusudi. Allah tabaraka wa taala aliyokusudia kuleta msisitizo wa fi'li mahdhuf wal fi'lu alladhi yufassiru al-mahdhuf, kuongeza msisitizo wa jambo hilo la kupasuka mbingu, kuonyesha kwamba ulimwengu utakuwa umefika mwisho wakati. Idha samaa'u shaqqat, idha samaa'u fatarat, yote ni maana moja. Ili mbingu zitapopasuka kama alama ya nini? Alama ya kuisha ulimwengu huu na kuja maisha mapya ya tena. Ulimwengu utakuwa umebadilika. Allah tabaraka wa taala anasema yauma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawati, siku itabadilishwa ardhi, itakuwa sio ile ardhi ambayo watu wameizoea, lakini na mbingu nayo pia itabadilishwa, sio ile mbingu ambayo wanadamu wameizoea. Maana yake mbingu ilikuwa safi na nyota zimesimama vizuri, ina mwezi, ina jua linaenda, kullu fi falaki yasbahun, sio hiyo ambayo tutaishuhudia siku hiyo.
Kwa hiyo hizi ni katika ahwali ya kiyama, mwanadamu ajue kwamba ulimwengu atakokutana nao siku hiyo sio ule ulimwengu ambao akuzoea wa kwenda shamba akalima akarudi nyumbani akapumzika akaitwa chakula akala akatafuta kiswala akajiambaraza kidogo akajibwaga kidogo kujinyoosha akachukua kifungu akaenda sokoni. Sio ulimwengu huo. Ulimwengu huo utakuwa siku hiyo ni full stop. Umekuja habari nyingine mpya za watu wanamchaka mchaka. Yauma yafiru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'anun yughnihi. Sio siku zilizozoea, hizo siku za mchaka mchaka, kila mmoja ajutia yale aliyofanya. Kwa hiyo Allah akatueleza alama zake siku hiyo zitaanzaje. Yataanza mambo kama haya, kupasuka mbingu. Wa adnat li rabbiha, na itasikiliza katika amri ya Mola wake mbingu. Wa huqqat, na ina haki ya kusikiliza na kutii. Wa kunna lilardi itiya taw'an wa karaha qalata ataina ta'i. Mbingu na ardhi zitatii. Allah tabaraka wa taala katika kuelezea namna alivyoumba mbingu, thumma stawa ila as-samaa wa hiya duhan faqala laha wa lil ardi itiya taw'an aw karahan qalata ataina ta'i. Allah alipokuwa ameiumba ardhi ndani ya siku 4 kukadiria mambo yote, thumma stawa ila samaa, kisha Allah akaiendea mbingu sasa kuiumba. Waiya dukhanu, hali ya kuwa wakati huo ilikuwa ni moshi tu, hakuna umbile kama hivi. Wakala laha, Allah baada ya kuumba mbingu akaiambia walil ardhi, na akaiambia pamoja na ardhi, itiya tawan au karha, jooni kunitii kwa kutaka au kutotaka. Qalata, mbingu na ardhi zikamjibu Allah, ataina ta'i, tutakujia kukutii, utakachosema tutafanya. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala atakapoiamrisha mbingu itapasuka. Ndio maana uliona imekuja wa binau lilmutawaa idha samaa'u inshaqqat, idha samaa'u inshaqqat lilmutawaa, kwamba zitapasuka zenyewe zikiamrishwa, zenyewe zitapasuka. Ndio maana aya ilipoanza Allah anaelezea kwamba wa adnati li rabbiha, mbingu zitasikiliza amri ya Mola wake, ambayo ndiyo kwamba tashaqqaq fanshaqqat. Allah ataziambia tashaqqat ya samaa'u, pasuka pasuka wewe mbingu, wanshaqqat, zitapasuka. Kwa sababu gani? Wa adnat li rabbiha, zitasikiliza amri ya Mola wao. Fanya hivi tafanya, tenda hivi afanye. Wa huqqat, na ni haki kwake hiyo mbingu kusikiza na kutekeleza amri ya Mola wake, ni haki. Si zimeumbwa. Cha maajabu, mwanadamu ndio asiosikiza amri za Mola wake aliyakuwa ameumbwa naye. Leo tuna watu wangapi wakorofi, hawajulikani dini zao, hawajulikani tabia zao, yale yaliyoamrishwa na Mola wao ndio wasioyataka kuyatenda, yale yaliyokatazwa na Mola wao ndio usiku na mchana wanayatenda. Sio mbingu wala sio ardhi. Ardhi na mbingu ziko standby kusikiliza amri za Mola wao na kutekeleza maamrisho yake. Mwanadamu siku zote kama anavyosema Allah tabaraka wa taala, wa kana al-insanu akthara shay'in jadala, siku zote mwanadamu anakuwa ni mwingi wa kupinga na kujadiliana. Wewe kwa nini uswali bwana? Wataka swali leo wapi? Wewe mbona tabia zako mbaya bwana?
mama yangu mwenyewe kashika utengeneza wewe mbona kaza hapa bwana, ingia peponi wewe, mimi ache nile motoni. Wakana al-insanu akthara shay'in jadala. Lakini Allah anamiliku mbingu, anasema wa adna li rabbiha, na zitasikiliza kwa Mola wao, wa huqqat, na zina haki ya kusikiliza na kutii. Wa idha al-ardu muddat, na pindi ardhi itakapokuwa tambarare, itakapopanuka. Kwa sababu gani? Ardhi itakutuka zaidi kwa sababu itakapokutuliwa zaidi, kwa sababu milima, mabonde hayatakuwepo, kana kwamba kwa kuwa tambarare ardhi itakuwa kana kwamba imefutika zaidi. Tumeona wayasalunaka anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa wayadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta. Wanakuuliza kuhusu milima, sema Allah tabaraka wa taala ataibondabonda na kuisakasanya milima, kisha ataiacha ardhi iko tambarare iliyonyooka. La tara fiha iwajan wala amta, huwezi kuona kichuguu wala bonde. Ardhi iko tambarare kabisa, kama unavyoona msikiti ulionyooka hivi. Sasa kwa kule kukosa mabonde ardhi na kule kukosa mienuko ardhi, muda itakuwa kana kwamba imepanuka kidogo, imetawanyika kidogo, imetawanywa, kwa sababu kana kwamba imeongezeka. Haikuongezeka, lakini kule kuwepo tambarare. Una uwezo kuona mweza kama unao upeo huo waona, una uwezo kuona Korogwe waona, kama una uwezo kuona Pangani waona, kwa sababu ardhi yote itakuwa haina milima wala haina mabonde. Sio ardhi aliyoizoea binadamu. Yauma tubaddalu al-ardh ghayra al-ardh, siku ardhi iliyozoeleka sio itakuwa ardhi, siku mbingu iliyozoeleka sio mbingu hiyo. Yote ni ishara na indiketa kwamba ulimwengu ule uliozoea sio uko kwenye ulimwengu mwingine wa kulipwa bila ya kutenda tena. Allah tufanyie pesi. Wa idha al-ardu muddat, na pindi ardhi itakapotanuliwa. Na hapa irabu yake ni vile vile, lakini tofauti iliyopo, al-ardhu hapa sio fa'il. Al-ardhu hapa sio fa'il. Nani atakwambia ardhi irabu yake nini hapa? Tafafiri al-ardhu tena ya pili, si ismu hii al-ardhu. Saidia wazee ambao wamekaa kwa nani mfa'il, tukimaliza darasa tutafasawa dofini. Lakini ardhu ni naibu fa'il kwa sababu fi'il muddat mabni bil majhul. Faina ahsanti. Wa idha al-ardu muddat, na pindi ardhi itakapopanuliwa zaidi, itakapotambazwa zaidi, kuwekwa tambarare. Nani atakayeweka tambarare? Ni Allah tabaraka wa taala. Wenyewe watu wa Irabu wanasema al-ardhu, waweza ukasema ni naibu fa'il, au al-ardhu ukasema al-fa'ilu alladhi al-maf'ulu alladhi lam yusamma fa'iluhu, ni maf'ulu ambaye hakutajwa fa'ili wake. Maana yake ilikuwa iweje? Kama ingetajwa maf'ulu ingekuwa wa idha madda Allahu al-ardha, wa idha madda Allahu al-ardha. Kwa hiyo al-ardhu hapo ni maf'ulu alladhi lam yusamma fa'iluhu au huwa naibu al-fa'il. Ala kulli hal, wa idha al-ardu muddat, na pindi ardhi itakapovutwa na kutawanywa zaidi.
wa alqat ma fiha, na ikavitoa vilivyomo ndani yake, wa takhallat, na ikabakia tupu bila ya kitu. Kwenye ardhi kuna wafu, kwenye ardhi kuna maadi, kwenye ardhi kuna kadha, vyote vitatolewa. Ardhi itavitoa vyote. Allah tabaraka wa taala anasema wa akhrajatil ardu athqalaha, siku hiyo ardhi itatoa mizigo yake. Hii ardhi ina mizigo mikubwa, ardhi hii ina mizigo mikubwa. Allah tabaraka wa taala anasema alam naj'alil arda kifatan ahya'an wa amwata. Tuliwahi kuzungumza tukasema, wewe chukulia mizigo ya kibinadamu iliyowekwa katika ardhi, kila anaokufa apelekwa ardhini, kila anaokufa apelekwa ardhini, na ardhi wala haitetereki wala haishindi kumuhifadhi mwanadamu. Leo inawezekana penzi kwa watu watatu hapo, lakini nyumba ya jirani watu wanakula kama kawaida, hakuna harufu. Kuna siku pazikwa watu watano, asubuhi saa 4 watazikwa wawili, mchana waweza kuzikwa wawili, jioni wakazikwa wawili, watu sita, na nikijaribu kidogo tu, lakini hakuna chochote cha ajabu kinachotokea. Lakini siku hiyo ardhi italitoa yote. Allah tabaraka wa taala asema wa nufikha fi sur fa idhahum min al-ajdad ila rabbihim yas'alun, likipulizwa lile baragumu siku hiyo, basi watatoka wale wote waliokuwa katika makaburi haraka haraka, wanaelekea kwa ule wito, muhtiina ila da'i, watu wote wanakimbilia haraka haraka kwa ule wito ulioita, watu wanaenda huko. Maana yake wanadamu watatoka, madini yatatoka, vyote hivi ardhi itavitupa vya bali, watakhallat, na itabaki tu haina mizigo. Lakini sasa hivi ina mizigo chungu mzima, na wala haitetereki wala haisumbui, kwa sababu bado haijapewa amri na Mola wake itupe mizigo yake. Ndio maana yote imetulia, haijapewa amri na Mola wake iwatikishe waliokuwa juu yake. Idha zulzilatil ardu zilzala, itakapotikishika basi ujue ni amri ya Mola wake, ametaka ardhi hii itikishike. Haya matetemeko ya ardhi, huku kupakwa jua na mwezi na mfano wa yale majanga, yote ni utiifu wa ardhi na mbingu kusikiliza na kutii amri za Mola wake. Lakini wanadamu, maamrisho ya Allah mengi tunaenda nayo kinyume, na makatazo yake ndiyo tunashikamana nayo. Allah tuhifadhi katika hayo. wa adnat li rabbiha wa huqqat, imekuja kwa msisitizo, na itasikiliza ardhi kumsikiliza Mola wake mlezi, wa huqqat, na ina haki ya kusikiliza na kutii. Ya ayuhal insanu, ewe mtu, ewe mwanadamu, innaka kadihun, hakika wewe ni mwenye kufanya juhudi, ila rabbika, kuelekea kwa Mola wako mlezi, kadhan, juhudi ambazo famulaqihi, utakutana nazo. Zikiwa juhudi za kheri utakutana nazo, ikiwa juhudi za shari pia utakutana nazo. Pepo yatafutwa kwa juhudi, kama ambavyo moto nao pia watafutwa kwa juhudi. Sio pepo tu utafutwa kwa juhudi. Wewe kaangalie wale wanaotafuta moto, namna wanatoka katika majasho kwa juhudi. Waweza ukaenda mkuta jidume la katika kiuno limefungwa kibwebwe na cheza ngoma, ukasema subhanallah, natafuta moto kwa juhudi zote lile, dume kabisa. Au waweza ukaenda mkuta dada
uso kauchuna kama mbuzi, hana hata haya mbele za watu, anapomwenyuka atafuta moto kwa juhudi. Na wale watu wema juhudi zao ndo kama hizi, wanatafuta sehemu za majalis alkhairi, ndio wanaenda huko vikao vyao, hawana vikao. Kuna watu Allah tabaraka wa taala amewajalia hivyo, yeye juhudi zake siku zote ni kwenye vikao vya kheri kama hivi, ambazo juhudi hizi mtu atakwenda kukutana nazo. Pia mtu atajuta, kwa nini nilichelewa, kwa nini sikuunganisha na kule, kwa nini sikwenda na kule. Kwa hiyo ya ayuhal insan, ewe mwanadamu, innaka kadhibun, hakika wewe kulifanya juhudi zaina mbalimbali, ila rabbika, kwa ajili ya Mola wako, kadhan, juhudi ambazo famulaqihi, utakutana na matunda yake. Ukitafanya juhudi katika shari, juhudi zako utakutana nazo. Ukifanya juhudi katika mambo ya kheri, juhudi zako nazo utakwenda kukutana nazo mbele ya Allah tabaraka wa taala. Yeye Allah hadhulumu chochote, inna Allaha la yadhlimu mithqala dharra, Allah hadhulumu chochote hata kiwe na udogo wa aina gani. Alkhitabu amu likulli insani, hapa wanazungumziwa watu wote. Ya ayuha linsan, ay anta ya ibna adam jahidun wa mujiddun bi a'malika allati aqibatuha almaut. Wewe mwanadamu unafanya juhudi, unasumbuka kufanya matendo mbalimbali ambayo mwisho wa matendo yako yote hayo ni kufa. Wazamanu yatiru, na muda unakwenda. Wa anta fi kulli lahzatin, na wewe katika kila kipindi. Taqta'u shawtan min umrika alqasir, unazidi kuumaliza sehemu ya umri wako. Kila ukikata siku, basi umekula katika sehemu ya umri wako mdogo. Sote sisi tumepewa umri mdogo sana, hatujui mbele yetu koje, lakini sote umma huu tumepewa umri mdogo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, a'maru ummati ma baina 60, umri watakoishi umma wangu ni kati ya miaka 60. Wa qalilu man yujawizuhunna, na ni wachache watakaovuka miaka 60. Wazee wetu hawa wengi wameshapita miaka 60. Mashaallah, ni katika wale waliosemwa na Mtume hapa, wa qalilu man yujawizuhunna, wachache watakaovuka. Ni kana kwamba chekeche lilokuwa likichuja, wengi hawakupenya kwenye chekeche hiyo na kufika 60. Wengi, huyu mzee ukimuuliza hapa aliocheza nao utotoni mwake, basi zikawa na watu wanne tu wanaokumbuka walikuwa haya aliocheza nao utotoni mwake, wote hawakupita kwenye lile chekeche. Yeye ndio kapita kwa tawfiki ya Allah. Allah akutuombea kheri. Ukimuuliza mzee Sakasaka aliocheza nao aliosoma nao primary, inawezekana wengi tu katika rika lake ambaye anawakumbuka. Wengi wamedondoka, yule kadondoka na miaka 9, yule kadondoka na miaka 15, yule kadondoka na miaka 20, yule kadondoka na miaka 30, yule, lakini yeye akapita kwenye chekeche la kuingia kwenye miaka 60. Shukuruni sana Allah tabaraka wa taala. Allah awadumishe zaidi katika ibada na awafishe mkiwa kwenye ibada. Ni wengi katika rika lenu ambao wakupenda kwenye chekeche, na sisi ambao hatujafika huko, huenda tusifike umri hao wazee. Ni bahati kubwa sana kufika 60, bahati kubwa sana, ni bonus. Wangapi walikufa na miaka 15?
Wangapi walikufa na miaka 20? Wangapi walikufa na miaka 30? Wangapi walikufa na miaka 40? Haimaanishi kwamba wewe umefika hapo kwamba ndio utafika kwenye 60. Ni siri ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo juhudi tunazozifanya katika maisha yetu ya kila siku, Allah anasema tutakutana nazo na tutalipwa. Tuliyoyafanya tutalipwa. Famulaqi jazaa kadhika, utakutana na malipo ya zile juhudi zako. Min thawabi, ikiwa ni mambo ya thawabu, wa iqabi, au ikiwa ni adhabu. Adamu ulifanya duniani chochote, utakwenda kutana nacho mbele ya Mola wako tabaraka. Hii aya imekuja mujmala, tunaona imekuja mujmala, haikupambanua kheri wala shari, imesema tu famulaqihi, juhudi zake atakutana nazo. Lakini aya inayofuata ndio ikaja kwa tafsiri, kwa sababu amma ni katika adatu sharti wa tafsiri. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi, hapo tafsiri ama yule ambaye atapewa kitabu chake kwa mkono wake wa kuume. Yule ambaye atapewa kitabu chake kwa mkono wa kuume, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, mtu huyo atahesabiwa hisabu iliyokuwa nyepesi. Kupewa kitabu kwa mkono wa kulia ni ishara ya wema aliokuwa nao mtu huyo, ni ishara ya kuridhiwa mtu huyo na Mola wake tabaraka wa taala, kupewa na mkono wa kuume. Lakini cha maajabu, aya hii haifundishi baadhi ya Waislamu, haitufundishi. Kuna maana nyingi hapa, kuna faida nyingi ambazo tunafaidika kwenye aya hii. Moja wapo ni hilo, kuweza kupewa kitabu chake kwa mkono wa kulia. Lakini cha pili ni kujifunza kwamba mkono wa kulia ni mkono ambao matumizi yake ni katika vitu vyenye kuheshimika, vitu vyenye ustaarabu. Unapotoa yatakiwa utoe kwa mkono wa kulia, na unapopokea yatakiwa upokee kwa mkono wa kulia. Ndio pale Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, la ya'kulanna ahadukum bishimalihi wala yashrabanna biha fa inna ash-shaytana ya'kulu wa yashrabu bishimalihi, usile wala usinywe kwa mkono wa kushoto, usile wala usinywe kwa mkono wa kushoto, kwa sababu sheitani anatumia kula na kunywa kwa mkono wake wa kushoto. Leo utaona Muislamu ameshika hindi atakula, au ameshika embe anakula, au ameshika glasi anakunywa, au ameshika kikombe cha chai anakunywa, hataki kukichafua, kwa sababu huku ameshika mwogo wa nazi, anakula mwogo wa nazi, kwa hiyo hataki kikombe kila kichafua. Sasa simetiwa chai kitaofa, na usasikia kula mwogo wako wa nazi hivyo, alafu shika na nazi yako kisha kile kikombe kunywa. Ndiyo taratibu tulizofundishwa katika dini yetu. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam jambo hili alilitumia kwa vitendo na maneno. Pale katika hadithi sahihi iliyopokewa na mke wake Aisha binti Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma, qalat kana yujibuhu tayammul fi tanahulihi wa tarajulihi wa bishani kullihi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akivutiwa na kuliani katika kuvaa kwake viatu, anaanza kuvaa cha kulia,
katika kutana nywele zake anaanza upande wa kulia, na katika mambo yake yote mazuri Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa akitanguliza upande wa kulia. Hata kuoga josho, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akioga janaba anaanza upande wa kulia. Maana yake ndio mujibu tayammum. Sasa kama wewe ni Muislamu, mbona wajifananisha na shetani badala ya kujifananisha na mtume wako? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha kathira. Lazima tujifananishe na mtume sallallahu alaihi wasallam. Twashindwa mpaka na wale majapipo wanakushinda, na wao wako kwenye bahati. Huwezi kumkuta japipo hana rasta, huwezi kumkuta japipo hana rasta, kwa sababu atakafanana na nani? Atakafanana na Bob Marley, atafanana na Lucky Dube, atafanana na nani? Ukimwona tu ni mfuasi wa Bob Marley, lakini wewe mfuasi wa Muhammad ambaye uko kwenye haki utaki kufanana na Muhammad, haya ni makosa. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala, kuna watu watakwenda wapo vitabu vyao, sahih amali watakwenda wapo kwa mikono ya kulia, ishara ya kuridhiwa na Allah tabaraka wa taala na ishara ya wema wao waliokuwa wakifanya katika dunia. Allah tujalie katika haya, kama alivyosema katika baadhi ya aya nyingine, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha iqra'u kitabia, wale watakaopewa vitabu vyao kwa mkono wa kuliani watafurahi na kuwaita wenzao, ha iqra'u kitabia, njooni msome kitabu changu. Watakieka wazi, wataonyesha na furaha. Allah tujalie katika hao. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi, ama wale ambao watapewa kitabu, ama yule ambaye atapewa kitabu chake kwa mkono wake wa kulia, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, mtu huyo atahesabiwa hesabu iliyokuwa nyepesi. Man shuddida fil hisab udhiba, kule kufanyiwa tashdidi kwenye kuhesabiwa ni dalili ya mtu kuadhibiwa. Baba huyu anadhibiwa, abwa swala hizi ngoja kwanza nikaguliwe tena, ngoja nikaguliwe, hamalizi kukaguliwa, huyu dalili yake ni kuadhibiwa. Lakini watu wema wale, kuna watu ambao hesabu zao zitakuwa nyepesi mara moja, kwa nendeni wayanqalibu ila ahlihi masrura, na atarejea kwa watu wake aliyakuwa ni mwenye kufurahi, mwenye kupewa kitabu chake kwa mkono kulia. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira, mtu huyo atahesabiwa hesabu ilikuwa nyepesi. Akishahesabiwa sasa limeshakwisha, wayanqalibu ila ahlihi masrura, atarejea kurudi kwa watu wake, kwa jamaa zake, aliyakuwa ni furahi. Furaha hii ndio ile iliyosema kule, hamudrau kitabia, someni jamani kitabu changu. Anarudi kwa kuchangwa na mashaka. Wa amma man utiya kitabahu waraa dhahrihi, ama yule ambaye atapewa kitabu chake nyuma ya mgongo wake. Baadhi ya mufassiri wanasema atapewa kitabu chake nyuma ya mgongo wake, mkono wake wa kuume utapigwa pingu kwa mfungo, alafu mkono wake wa kushoto utapigwa nyuma, alafu atapewa kitabu chake kwa usubuhu sana. Baadhi ya mufassirini wanasema mkono wenyewe utakuja huku nyuma upokea kinyume. Allah atauhamisha mkono utakuja nyuma upokea, ishara kwamba yeye sio mtu mwema. Ndio maana hatakiwi hata kuface kile kitabu chake alichopewa. Ishara mbaya sana.
Lakini leo utamuona Muislamu atoa akupa mkono kushoto, huu ni shetani. Au ameona mwenzie apokea na kushoto, naye huu ni shetani. Toa, pokea kwa mkono wa kulia. Mkono wa kushoto una habari zake ambazo sio njema wala sio makrama kwa mwanadamu, na ni kumdhalilisha mtu kumpa kwa mkono wa kushoto. Anakupa kitu kwa mkono wa kushoto anaonyesha dharau, au anapokea kitu kutoka kwako kwa mkono wa kushoto anaonyesha dharau. Kwa hiyo wewe kama kupa na kushoto, nawe pokea na kushoto. Sasa na kushoto, wewe hata kama upelekee geuka, peleka naye kwa kushoto. Kama wampa na wakulia, naye akipokea na kushoto, kilete huko na wewe toa. Ndio huo ni shetani mtaka. Maana watu wengi wafanya kusudi, kisha kujua wewe mwenye kusudi. Lakini vizuri elimu wako kwamba Muislamu anatakiwa atendee yale yote alifundishwa na nani? Alifundishwa na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utiya kitabahu biyamini kitabahu waraa dhahrihi, na ama yule ambaye atapewa kitabu chake nyuma ya mgongo wake kwa mkono wake wa kushoto, fasaufa yad'u thubura, mtu huyo ataita maangamizi, ataomba kuangamia. Kwenye aya ile anasema amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabia, yule ambaye atapewa kitabu chake nyuma ya mgongo wake kwa mkono wa kushoto atasema ya laitani lam uta kitabia, ndio kuomba maangamizi yangu, natamani nisingelipewa kitabu changu, natamani nisingelipewa kitabu changu. Huko ndio kuomba yale maangamizi na kuomba kuangamia mtu. Anatamani kwa afadhali angeangamia ikawa mte, atamani mtu angelikuwa mchanga. Wa yaqulu kafiru ya laitani kuntu turaba, kafiri atatamani siku hiyo angelikuwa ni mchanga, kama ambavyo wanyama watageuka kuwa mchanga. Wanyama siku ya Kiyama Allah atawahudhurisha baadhi ya wanyama kuwalipizia visasi. Baada ya hapo Allah tabaraka wa taala wanyama wale atawageuza kuwa ni michanga. Kafiri akishaliona hilo atasema ya laitani kuntu turaba, mimi natamani ningekuwa mchanga. Ndipo anageuza mchanga kuishi, lakini kwa Allah mwanadamu aliishi, aliwezi kuishi. Fasaufa yad'u thubura, mtu huyo ataomba kuangamia, ataita ole wake. Wayasla sa'ira, na mtu huyo atauingia moto uliokuwa mkali, kwa sababu amepewa kitabu chake kwa mkono wa kushoto nyuma ya mgongo wake, ishara kwamba yeye duniani aliishi kwa maelekezo ya sheitani. Kundi kubwa la wanadamu liko kwenye pingu za shetani. Shetani anawapeleka bila kutaka yeye. Kundi kubwa la wanadamu ni kundi dogo tu, wa qalilun min ibadi ash-shakur. Kundi dogo tu ndio limebaki katika misimamo, lakini kundi kubwa limetekwa na shetani. Kwa hiyo advertise watakaoonyeshwa watu wa namna hiyo ni kupewa vitabu vyao nyuma ya mgongo kwa mkono wa kushoto, fasaufa yad'u thubura, na ndipo watakapoomba kuangamia, watakapoita uole wao. Wayasla sa'ira, na watauingia moto uliokuwa mkali. Innahu kana fi ahlihi masrura, hakika yeye alikuwa duniani na watu wake akiwa na furaha, akiwa na furaha duniani. Leo utakuta mtu yuko kumbi hii, kesho mtu yuko kumbi ile, yeye abadilisha vituo vya maasi, ana furaha kila kitu. Hajui kwamba furaha hii ya duniani
ambayo imeambatana na uovu, siku ya Kiyama itakuwa ni majuto, itakuwa ni majuto. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala anasema, kwa nini ataomba maangamizi? Kwa nini ataita ole wake? Kwa nini ataingia motoni? Sababu ni hii, innahu kana fi ahlihi, yeye alikuwa katika watu wake duniani, masurura, akiwa akifurahi na kusherehekea madhambi anayoyafanya. Yeye abadilika, leo yuko kwenye shirki, kesho yuko kwenye zinaa, kesho yuko kwenye ulevi, baada ya hapo yuko kwenye wizi, anaongelea, anafurahi, anajiona yeye amefika. Siliwahi kuambia kuna watu waliongelea kwenye madhambi mpaka wakajibatiza majina, wakajiita janaba fulani, majanaba. Ni wengi mlikuwa hamjakuja tadai. Kuna watu walikuwa majina haya, lakini jina lake alafu alikuwa na majanaba. Hapo kishaitwa wewe Muhammad majanaba, maana yake na kidume cha udarasha pembea fulani majanaba, kana. Sio kwamba tunayoyasema ni mambo ya uongo, ni mambo tunayoshuhudia. Allah msamehe dhambi zake huko aliko. Sasa hii ni ishara, walimwengu walikuwa wakimshuhudia kwamba akifanya mambo hayo mpaka akajibatiza jina hilo. Lakini majina haya au mambo haya tuyafurahia duniani, lakini akhera itakuwa binadamu na majuto. Allah anasema sababu ya kuingia motoni watu hao, sababu ya kuangamia watu hao, innahu kana fi ahlihi masrura, walikuwa wao walipokuwa na watu wao duniani na jamaa zao walikuwa wakifurahia sana maasi, kana kwamba ndio wameshafika, wako wanajibatiza majina ya ovyo ambayo ni kielelezo. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kama wafanya madhambi, basi fanya kwa siri yako wewe na Mola wako. Leo wataka wote wakusifie kwenye dhambi ya kumwasi Mola wako mpaka wajite jina. Hili ni jambo zito, tusijaribu kufanya hivyo. Mwenye kumwasi Allah huku akicheka na kufurahia ataingia motoni kwa kilio. Mwenye kumwasi Allah juu ya ardhi akicheka ataingia motoni akilia. Allah tuhifadhi na hayo. Innahu kana fi ahlihi masrura, hakika yeye alikuwa na watu wake, kwa watu wake ulimwenguni, masrura, akiwa ni mwenye furaha. Innahu dhanna alla yaqum, Allah anasema yeye alidhania ya kwamba hatorejea kwa Mola wake. Maana yake mtu anapozama katika dunia, mtu anapozama kwenye maasi, anakuwa na kama pazia ya kuona kwamba wanakufa ni yeye. Je, ana sababu gani ya kufa? Ukizama kwenye dunia, kuna level unafika ukahisi kwamba mauti ataondoka fulani kwanza. Yule naona siku hizi simuelewi, yule aweza kaondoka mapema kabla, aweza akawaua tu kwa kutamani ile rika lake, mwisho haja kwa wale kwa wadogo wake walirubi atakuwa mapema kabla. Dunia inaweka watu visiri na vipofu. Maasiya, dhambi, maasiya yote na dhambi yote ina ladha, na ibada yoyote ina machungu. Ibada yote, hakuna ibada isiyokuwa na machungu. Na ndio maana katika ibada kunatakiwa mujahada an-nafsi wa khalifi nafsa alladhi laysa tasduha siwa aljamu lidari allati yaishuha. Lazima ukinzane na nafsi ndio utabaki kwenye vikao kama hivi. Lazima ukinzane na nafsi ndio utaswali alfajiri kwa jamaa. Lazima ukinzane na nafsi ndio utaacha zinaa. Lazima ukinzane na nafsi ndio utaacha ushirikina.
hakuna mtu anoacha kwa kutaka wepesi wepesi. Kuna mvutano mkubwa, lakini ukiingia kwenye dhambi na maasi, kuna raha na furaha. Dhambi yoyote inafurahisha nafsi, inna nafsa la amara bisu. Hakuna dhambi chungu, dhambi zote tamu, lakini utamu wake wa muda mfupi, majuto yake ya muda mrefu. Na hakuna ibada nyepesi inayopendwa na nafsi. Haipo ibada inayopendwa na nafsi. Ibada zote hazipendwi na nafsi, zina mujahada na nafsi, zina usumbufu, ni ngumu, zina machungu, lakini machungu yake ya muda mfupi, faraja yake na thawabu zake na neema zake. Kwa hiyo utachagua uingie kwenye maasi ya kidunia ambayo ladha yake ya muda mchache, ukapate adhabu ya Allah ambayo ni ya muda mrefu motoni, au uingie kwenye machungu ya ibada ya duniani, usumbuke kwa muda mchache, uumie katika kufanya ibada kwa muda mchache, lakini matokeo yake mazuri na neema zake peponi za muda wote. Utachagua wa khalid an-nafs lati laisa kasbuha siwa al-jannah. Kizana na nafsi yako ambayo nafsi siku zote ni kujikusanyia mambo ya ladha ya dunia, maladhati dunia. Kwa hiyo Allah anamsimulia, anasema innahu dhanna an la yahur, hakika yeye alidhania ya kwamba hatorejea kwenye mikono ya Allah akalipwa. Bala inna rabbahu kana bihi basira, sio hivyo, hakika ya Mola wake alikuwa akimuona, akimwangalia yule enda kule kwenye damu, yule enda kule kwenye yule alikuwa, lakini amwambia sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Tuache wape muda tu, waendelee kuvama kwenye tumbavu wao, lakini siku wakijaingia kwenye mikono yetu, basi inna kaidi matin, adhabu zangu ni nzito, hawawezi kurudi. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala anamuona kila mmoja wetu ni ndugu zake, bali ametuwekea mashuhuda ambao wanaangalia. Tulisema lahu muaqibatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfudhunahu min amri llah, watu wana malaika ambao Allah ameweka kama mshuhuda, kama walinzi wote hao, bali na madaktari ambao yanaandika matendo ya binadamu. Yote haya ni kuonyesha udhibiti wa Allah katika harakati zetu na hizo zetu za kila siku. Hakuna siku ambayo mwanadamu atakuwa farigh, ana wa kumchunga, ana wa kuhifadhia matendo haya. Siku zote mpaka kwa roho ndipo daftari lake linakutwa. Idha mata ibnu adama inqata'a amaluhu, siku unapotoka roho matendo yako kuandikwa yanakwisha. Yale uliyofanya yatosha, ni hayo yatosha. Bala sio hivyo kwamba hatorejeshwa wala hatorejea kwa Allah. Inna rabbahu, hakika Mola wake mlezi, kana bihi basira, yeye alikuwa akimuona